Mtazamaji wa Suma Media, karibu kwenye mbilingi za kimichezo. Mbele yako ni shabiki wa Wekundu Msimbazi Simba, Mnandi Mapovu. Kwema? Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwingi wa kunijalia pumzi. Ni Mnandi Junior, mfalme wa nyika, sio Mapovu. Mnandi Junior, Mapovu atakuwa kuna mtu kwa ndo anajiita Mapovu, sio mimi. Mimi nawezaje kuwa Mapovu bwana, kati ni kitu kilichokamilika. Mnandi, tuanzie hapa. Mchakato umekamilika na leo tulikuwa tuna mkutano na msajili wa serikali juu ya virabu. Mchakato umekamilika na umesharudishwa kwenye klabu ya Wekundu Msimbazi Simba. Kwa sisi wazalamo tunasema kidile mwali kivika. Maana shughuli tayari iko uwanjani. Kwa hiyo kikubwa wewe kuandaa kibwaya chako, kuja shughulini na kuja kucheza. Shughuli tayari ishakamilika. Shughuli tayari kwa maana gani Mnandi? Imekamilika kwa sababu watu wengi, kilio chetu kilikuwa kwamba wanachama kusajiliwa, jambo limesimama kwa sababu ya transmission. Lakini baada ya kupiga kelele sisi kupaza sauti, kwa hiyo kila kitu kimeenda kukaa sawa. Wiki iliyopita viongozi wa klabu waliitisha press kwenda kuwajibu wanachama na mashabiki kwamba tatizo la kadi za wanachama linaenda kumalizika. Kwa hiyo mwezi wa 3 kadi zitaanza kutoka kwenye matawi ya Simba Sports Club. Lakini pia leo hii msajili ameitisha press kwamba mapendekezo ya katiba ya klabu ya Simba kwenye maboresho yaliyopelekwa wao tayari washayakamilisha. Kwa hiyo manake shughuli isharudi kwetu. Kwa hiyo sasa ni wenyewe sasa kama tutachinja ama tutanyonga. Kuhusu wawekezaji ni sisi. Shughuli isharudi kwa upande au kunyonga inarudi upande wa Simba Sports. Kwa hiyo sisi ndio tunajua sasa tuwe na 4, tuwe na 5, tuwe na 10 ili Simba iende. Tuwe na 4, tuwe na 5, tuwe na 10 wote wawekezaji ili Simba isonge. Na hapo kuna issue ya wawekezaji, pengine watu wengi sana walikuwa na maswali. Kuna zile 49%, nyinyi ndio mtachagua mzipeleke wapi? Mnandi Junior, shabiki wa Simba Sport Club, wewe kama Mnandi Simba Sport Club, wawekezaji hapa wewe wangapi? Hata wakiwa 10 mimi kwangu sawa tu. Lengo langu timu yangu ifanye vizuri kwa sababu mimi wawekezaji kwangu sio kwamba wakija waje kuuza magorofa pale ya Msimbazi, si ndio? Waje pale wahakikisha wanaweka pesa, Simba ipate matokeo. Na ndio maana hata hizi kelele unazozisikia zote tunazozungumza, tunarudishiana maneno wenyewe kwa wenyewe, mashabiki na wanachama, kwa sababu ya furaha. Kama tungekuwa tunapata furaha, hakuna mtu angekumbuka transmission. Lakini kwa sababu furaha hakuna, lazima tuyakumbuke hayo kwa sababu hao wameingia kwa ajili ya transmission. Simba ifanye vizuri na yeye aende kufuata kile anachostahili. Lakini hiyo transmission haijakamilika. Matokeo pia yamepotea. Sasa sisi tunakaa hapo tunakuwa na furaha ya gani? Ndio maana watu tulivomgusa tajiri tu, kila mmoja kaibuka, yule kaibuka bwawani, yule kisimani, yule kaibuka si kwenye gorofa, si kwenye shimo. Kila mmoja anatetea upande anaona unafaa. Lakini binafsi mimi nilikuwa na wajibu tu, tusitetee mtu, tutetee klabu yetu ya Simba. Hichi ambacho kimeenda kupita leo, hiki ndio maslahi mapana ya klabu yetu. Hiki ndio kitaenda kuinufaisha klabu yetu. Sio maneno ya kusema fulani. Leo pale ulivomsikia msajili alitaja swala la mwekezaji mmoja. Ulizisikia? Alipoulizwa swali hilo akasema watajua wenyewe Simba kama ni 2 au 3. Akili ya kuanzia mtu huyu mmoja, kaanzia 2 na kuendelea. Maana ukianzia 2 tayari wingi huo. Sawa? Akwenda kwenye mamoja, ameenda kwenye wingi. Kwa hiyo binafsi kila mmoja atambue kwamba Simba inaenda kukomboka sasa. Simba inaenda kuwa klabu kubwa kweli barani Afrika. Sio kwa maneno. Inaenda kuwa klabu kubwa kwa vitendo. Nandi, tuweza kusema kuwa tajiri kajinyonga mwenyewe? Hajajinyonga mwenyewe. Yeye kaulizia kwamba mchakato vipi? Mchakato ndio wapo tayari ushawekwa barabarani. Mwenye uwezo wa kukamilisha akamilishe, weka mzigo, maisha yaendelee. Wewe ukiwa na bilioni yako 20, mwenzako kaja na bilioni 60, yule kaja na bilioni 100, tukikusanya tuko wapi? Tunakuwa tuko mbali. Tunaangalia hela za hizi, hatuangalii stories hizi. Hapa ni hela tu, hapa sio story. Hasa kama una mdhamini tu hapa, mdhamini mkuu kwa F1 hapa. Kaweka bilioni ngapi? Bilioni 20 misimu 3. Sasa unafikiri si hela zinakuja Simba Sports? Sponsor tukaweka bilioni 20. Wewe unategemea nini? Kwa hiyo naamini binafsi wawekezaji ambao watakuja Simba manake wataweka pesa ya kutosha. Hafukuzi Simba. Hafukuzi Simba. Yaani kama kuondoka ataondoka mwenyewe. Mchakato ushakamilika na sisi ndio wenye mamlaka sasa. Tuwe na 8, tuwe na 10. Kikubwa yeye pale wakashindane kwenye dau. Wakashindane kwenye dau. Na sio vinginevyo. Sio vinginevyo. Akishindwa mwenyewe atakuwa anatupa mkono wa kweli. Wana Simba baba jeni. Mwenyewe yani. Halazimishwi na wala asukumi. Mwenyewe. Hakuna cha huruma, kwani sisi tunamuonea mtu aibu? Hatumuonee mtu aibu. Akatoa mbali. Kututoa mbali wapi? 2017. Kwani kafukuzwa? Wafukuzwi Simba. Mchakato sikauliza, sika comment pale siku ile. Kadi za wanachama zinaenda kutoka mwezi wa 3. Transmission vipi? Kajibiwa leo na msajili. Tayari hiyo inarudi kwa wana Simba. Kwa hiyo sasa nenda kamalizane na wana Simba. Sasa leo nasubiri comment yake. Ata comment kwa msajili au ata comment kwenye peji ya klabu ya Simba. Mimi ndo nasubiri hapa sasa hizi. Kwa sababu mchakato tayari ndio nakwambia sasa tutajua wenyewe tuchinje ama tunyonge. Tutajua sisi wenyewe. Na huu mwezi mtukufu kunyonga haramu. Tachinjwa kwa dua lenyewe kabisa halali. Shaelekea kibla. Kwa hiyo naamini binafsi Mo Dewji ataenda kuweka pesa nyingi sana Simba Sports. Sio bilioni 20 tena. Si akikusana na yale madeni yake yale anawadaidai yale. Hayo madeni mimi yanihusu kwa sababu hajaingia mkataba na mimi. Yeye atawatafuta alioingia nao mkataba.
watajadiliana kuhusu madeni. Lakini siamini kwamba kama madeni ananidai mimi mwanachama au anamdai mshabiki. Hao waliosaini nao mkataba kwamba kama kuna sehemu anadai, wataenda kumalizana. Lakini ninachokijua mimi mchakato umekamilika, lete wawekezaji Simba Sports tu enjoy sisi. Ile sakata la Mo Dewji kusema anadai pengine mara baada ya kusema vile hamna kiongozi yote aliyotoka na kupinga, wote walikaa kimya. Kwa kimya tafsiri yao ilionyesha kuwa hamna chokochoko kwenye hilo. Wote wameagree. Yeye binafsi kwa kauli yake, waliosomea Cuba ndio wanajua kwamba Mo labda anadai. Lakini wasiosomea Cuba hawajui kama Mo anadai. Kwa sababu Mo alisema pesa aliyoitumia Simba. Hajatangaza kwamba anadai, alichotangaza ametumia pesa bilioni 87 ndani ya miaka 7 toka ameingia Simba. Lakini hakutaja yeye kapata kiasi gani Simba. Ila ametaja alichokitumia Simba. Lakini hakutaja Simba pia imeingiza kiasi gani kwa msimu huu, kwa miaka hiyo yote 7. Ndio maana Simba ilikuwa haina vitega uchumi kwa misimu hiyo 7 ya kuingiza pesa. Ilikuwa vitoshi Mnandi. Issue sio kutosha. Hawana vitega uchumi vya kuingiza pesa Simba. Maana walikuwa wanamtegemea yeye tu. Achana na jengo. Sawa? Achana na jengo. Gate collection tu hicho ni kitega uchumi cha kwanza. Bado kuna sponsor Simba. Sawa? Wapo pale Simba. Kuna Jairuti yupo Simba. Sawa? Kuna Betway yupo Simba. Sawa? Kuna Prisoner yupo Simba. Hao wote ni sponsor ndani ya Simba. Watoi pesa? Si wanatoa pesa? Sasa kwa nini asitaje kwamba Simba nao wameingiza kiasi fulani ndani ya misimu hii? Kwa hiyo kikubwa sasa hivi tunatakiwa tutoke kumtegemea mtu. Twende tukawategemee watu. Mtoke kutegemea mtu. Twende kwenye wingi. Kwa sababu ukishategemea mtu kesho akisusa tu bwana leo mtakula bamia kweli. Simu isipopokelewa. Yani mkisema mtakula bamia sasa hivi hakuna habari ya kula bamia. Wewe ukisema leo mle bamia, mwenzako anakuja analeta nyama choma watu tunakula. Kwa hiyo mimi na nani tunakoelekea sasa? Ndio sehemu sahihi wana Simba. Na tuliwaambia wale wote walikuwa wanatuataki sisi. Wanaona labda tulikuwa tumhitaji Mo. Hakuna mtu ambaye hamhitaji mtu anafanya mazuri kwenye klabu yake. Kitu hicho kinakuwa kiwezekana. Kwa hiyo mtu ana utindio wa ubongo. Lakini alokuwa sawa sawa anamhitaji mtu ambaye anafanya vizuri kwenye hilo jambo ambaye mkibaziana mambo yaende. Sasa timu haipati fulani miaka 4 au mwaka wa 5. Wewe unakaa unamtetea mtu. Unaanzaje kumtetea mtu? Tutetee taasisi yetu. Na kile tulichokizungumza majibu ndo haya. Waziri angetoka leo hii kuiamuru BMT. Itoe nini? Itoe jibu haraka kuhusu katiba ya Simba. Kwani wamemaliza siku ngapi? Si juzi tu. Jana leo siku ya ngapi? Ya 3. Majibu yametoka. Kwani walikuwa wapi siku zote majibu kutoka? Maana yake press yetu sisi imeibua vitu vyote. Inaenda kuinusuru Simba na ndio maana nakwambia sisi wengine hatutofahamika sasa hivi. Sawa? Faida yetu ila tukifa mema yetu utatufuata na sisi kablini. Kama alivyofuatwa Zakaria Wanspop na sisi tutafuatwa kablini. Na hii Mnandi, Simba bila serikali haiwezekani kuamua mambo yake yenyewe mpaka serikali iingilie kati. Na sio serikali tu, yani kila kitu kiko chini ya serikali. Pamoja unaambiwa mpira uingiliwi na serikali, lakini kila kitu kiko chini ya serikali. Sidhani kama kuna wizara yoyote ipo nje ya serikali. Kila kitu kiko chini ya serikali. Huwezi kufanya chochote kama hakutokuwa vizuri serikalini. Simba maamuzi mengi sana serikali imekuwa inaingiza mkono pale. Sio maamuzi yetu. Labda kwa maamuzi mengine sio Simba Sports. Jambo gani lingine labda serikali ndio imetia mkono likaamuliwa. Tunakumbuka tarehe 8 ile vuguvugu. Sasa sio Simba, hiyo ni dabi ambayo imehusisha pande mbili. Akikuzungumzia Simba umezungumzia sisi kama sisi. Ukizungumza huko maana umezungumza dabi ya Kariakoo, vilabu hivi vikubwa viwili. Sawa? Na wao ndio wamesababisha mpaka serikali ifanyeje? Itie ambushi kwenye hili kwa sababu walikuwa wanaandamana muda wote na serikali mambo wako chini ya kila kitu. Maana hivyo vote viko chini yao. Kwa hiyo walivyoona lile wakaona tutulize hii pressure. Mwisho wa siku alichokitaka wakafanikiwa. Lakini sisi binafsi tunajua kwamba football inapigwa kwenye pitch, haipigwi baharini. Kwa hiyo naamini binafsi mpira ukiwekwa pale kwenye nyasi, maisha yataendelea. Sasa hizi kama unavyoona wenzetu wao mechi ni ya kwao, wanakimbia mashindano ya Qur'ani, hao wanakimbilia New Amani Zanzibar. Maana hiyo yote wanajua wana vitu gani ambao wanavifanya kwenye dabi. Lakini sisi binafsi tunaamini tu hata kama watatupeleka Malawi kule walikomfukuza kocha wao yule, sisi tuko tayari kwenda kucheza mechi. Ama kama watatupeleka Misri walikokuwa wamekaa kule kwenye live score kuangalia matokeo, sisi tuko tayari kwenda kucheza pale Cairo. Afisa habari wao Alishaban Kamwe na mnukuu nilivyokuwa Zanzibar alisema kuwa hasira zote zinahamia pale Guantanamo Bay. Machi moja zinaenda kuisha, Waarabu wanaondoka, mnabaki nyinyi na wao. Sasa maneno yanaanza kuwa mengi mara baada ya ile mechi. Hapo si ndio hapo walipolia hapo. Wameshinda goli 3 lakini wanatoka watu kama wametoka kuvua samaki. Haujawaona? Wakati wanatoka uwanjani wana goli 3, wameshinda tena kwa 0 na clean sheet wamepata. Lakini wanatoka wanyonge. Sasa hapo tutaenda kuwamalizia hapo. Wamesema wana hasira Mnandi. Hapo unaambiwa siku zote sehemu iliyokuwa ina asali hapo nenda kapamalizie. Ila pale kachukua alama 7 pale. Alama 7 na sisi ndo tunaenda kuchukua 3 hapo. Pale. Kwa depu. Wewe nimekwambia juzi tu hapa wamepata kupatokea goli 3. Wametoka kama wamemwagiwa maji, yani watu watoka kwenye uvuvi kwenye matope chini. Wametoka wanyonge huko wameshikilia vijezi vao mkononi. Wanatoka wanyonge. Umeshinda bado unatoka mnyonge. Unatokaje mnyonge? Draw imepangwa jana. Wao saizi wanacheza na nani? Wako ndani. Wanasubiria nyinyi. Nasubiria draw ya CAF tayari imepangwa. Wao wamesema wapo robo finali. Wanacheza na Cosmopolitan. Ndio leo wanacheza.
wanacheza Cosmopolitan. Si tayari wapo kwenye robo finali, kwa hiyo wanacheza, wanaanza wao ile mechi yao robo finali. Mnandi na miongoni mwa mashabiki wengi wa Young Africans wanasema kuwa wale wazee hawapandi boti bana. Wazee? Hawapandi boti wale. Walinda uwanja wale. Si ndio maana wamekimbia hapa kwenye dua. Hapa wamekimbia dua, maana yake wangeandamana. Unajua wangekataliwa na bodi ya ligi, unajua wangeandamana tena. Sasa kwa kutaka serikali haitaki maandamano, wakakubaliwa tu waende wapi? Wanakusha, kwa sababu kule pia ni kwetu. Baki kungekuwa nje ya Tanzania kule, pengine wasingekubaliwa. Ila kwa sababu bado yuko ndani ya Tanzania, wamekubaliwa na mechi ya ligi kule shaye kuchezwa. Kwa nini wasiende kule? Kwa hiyo binafsi wana haki ya kuchagua uwanja ule, na kama wanaona pale hapatoshi, watupeleke Gombani kule. Pale karibu. Kama watupeleke Gombani. Nyie kokote mnacheza. Sisi kokote tutapotupeleka tutalianzisha. Kwa kikosi kile cha kina useo ule wale wakulia wale. Libase gwe. Ino Jeruti. Wewe kokote watupeleke. Ila wachezaji inasemekana wanawahi kukata kipindi cha pili, wanakata tenki linaisha. Wanakata nini? Umeme au maji? Wanakata pumzi. Tutajuana hiyo tarehe 1. Ndio maana mechi imepigwa, imewekwa saa 2:30 usiku. Watu washafuturu, futari shakaa sawa sawa, tunaenda kuwanyoosha watu. Mimi nawaambia kule walikokimbilia kule. Majini hayafanyi kazi mwezi wa Ramadhani. Hayafanyi kazi. Yashafungwa saa hizi. Mara kadhaa wamekuwa wanapata ushindi ndani ya. Ndio nakwambiaje, majini hayafanyi kazi. Yaani kama wamekimbia pale kwa ajili ya mashindano ya Qur'ani. Kule sisi tunaenda kuwamaliza. Wewe Israeli akimbiliki bwana. Akiamua kuchukua roho yake anachukua kokote pale. Yaani kokote. Ukimwona mtu anatapatapa au siku yake tayari ishakaribia. Hayo anatapatapa. Kwa hiyo Israeli kokote anaenda kuchukua roho yake. Kwa hiyo kutupeleka amani sio sababu ya sisi kutokupata matokeo. Nandi maneno hayo Mnandi. Tushafungwa mechi 6 ujue mfululizo. Sisi ndio tutakuwa tuwe na pressure saa hizi kuelekea huo mchezo. Lakini wao ambao wametufunga sisi mechi 6 ndio wao na pressure. Wanakimbia viwanja. Tulieni, waambie kwamba bodi ya ligi uwanja huu haufai kuchezewa mechi hiyo. Kwa sababu kuna mashindano. Sio nyinyi mnaanza kukimbia kwa sababu washazoea kulinda uwanja. Sasa siku hiyo utalinda uwanja pale wakati asubuhi kuna mashindano. Nani atakuruhusu pale ukapanda vichwa papaka? Pale nani atakuruhusu kwenda kupanda vichwa papaka? Kuna watu wanapanda vichwa. Sasa sababu ya kukimbia kwenda huko nini? Ule uwanja mbovu. Hayo mashindano umeambiwa anakaa mpaka saa 12 jioni. Mwisho saa 6, mechi saa 11 jioni au saa 1 usiku. Sasa unakimbiaje huo uwanja? Wakati mashindano yanaisha saa 6. Mbona washai kucheza mechi na Azam pale na kulikuwa na mashindano ya Qur'ani kama haya? Hawakucheza pale. Walicheza. Kwa nini Simba wakimbie Zanzibar? Maana yake washajua mechi hii na ile tofauti. Hawa si wanajua, hawa kawaida tu. Hawa angalau mbweze tu. Muda wote wanaenda kujichukulia pointi zao. Lakini mechi hiyo pia walipigwa. Hiyo walipigwa. Pale majini hayafanyi kazi. Wewe unafikiri kisomo kinapigwa pale mwanzo mwisho kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 6 mchana. Wewe hiyo kichwa chako cha paka ukikipanda pale kinafufuka chenyewe. Chenyewe kinatoka pale chini ya ardhi. Na ndio maana wanaamua kukimbilia kule. Hasa kule hata wapange kitu kichwa cha mbuni. Sasa tunawafunga. Kule kwao kule. Kwao kule. Kwani tujaye kuwafunga kule sisi? Zamani miaka hiyo. Ndio tunaenda kuwakanda tena. Pale walishinda goli 3 wanatoka kama wamemwagiwa maji, sasa ndio kuwanyoosha pale. Eti Guantanamo unashindwa kwenda robo finali wanasema Guantanamo. Chukua alama 7 pale. Sasa alama 7 kaenda wapi? Hazikumtosha. Kundi la kifo lile. Sasa nakosaje kukutosha sasa? Nakosaje? Sana alama 8. Sasa anakosaje kwenda robo finali? Kundi gumu. Kama akasema kwamba sema mapema tu tuko robo finali. Robo finali ndio hiyo wameingia leo wanacheza. Kundi gumu wakati leo wanacheza, si ndio robo finali yao? Kundi RDB leo. RDB tena? Sio Champions League. Acha kunichosha bwana. Kweli Mnandi. Wamesema sasa hizi wako robo finali, wanachezaje sasa RDB? Ndio robo finali wanacheza kwenye kundi lao. Wanaanza wao wanaanza wao. Sisi mcheza jana. Sisi hatujacheza jana robo finali. Sisi binafsi tumecheza mechi za kawaida tu za kwenda kufuzu robo finali ya hatua ya kombe la CRDB. Lakini wao manake ndio robo finali ya Champions League kwa sababu wao wametuambia wako Champions League. Hawajatoka. Kwa hiyo tuliotoka kwenye mashindano ni sisi. Wao bado wamo. Wanajinadi na Depu wamekiwasha sana Mnandi. Depu. Unamuona hiyo dawa kuulia magugu, umuoni mpaka kwenye mechi za Depu. Mechi gani kingine kafunga ukiacha mechi ile? Za ligi kuu kafunga. Sio hizo bwana, hizo mechi za mipango si ndio kama ile tu. Ile si mipango pia. Wewe hujaona simu pale mtu alikuwa anapiga simu, hujaiona simu? Simu hujaiona? Sasa alikuwa anapiga simu kule, si ndio alikuwa anampigia kiongozi wa hali, sio alikuwa anampigia nani ile simu? Alikuwa anampigia yule mwamuzi, afunike tuta ili hali apate goli. Ngoma kule nyau. Kwa hiyo Depu ni mchezaji wa kawaida sana. Ile ni dawa kuulia magugu na magugu yenyewe yale madhaifu. Kuna magugu mengine magumu, unaweza kumwaga ile dawa na yasifu. Wewe kuniambia ule kuna mchezaji. Kwa hiyo kikubwa wao tukutane huko, lakini mimi niwakumbushe tu watani zetu walisema kwamba mchakato wao ni wa faster zaidi kuliko wa kwetu. Sasa mpaka sasa naona utaamuliwa na La Liga walikoingia mkataba wao wa ushauri. Tunasubiri barua ya La Liga. Ikishatoka huko najua na wao mchakato wao utakamilika. Ile wenyewe wametulia. Si wanashinda? Kwa nini unafikiri ungekuwa unafungwa sasa hizi si washakumbushia hili? Hivi kuna mtu sasa hizi anakumbuka swala la mchakato wa mabadiliko upande wa pili?
kwa sababu wanashinda na ndio maana wakumbuki. Hata sisi Simba ile miaka minne tulivyokuwa tunapata matokeo, hakuna alikuwa anakumbuka transmission. Kila mmoja alikuwa anafurahi kwa sababu ya matokeo, lakini wao kwa sababu matokeo wanapata, saizi wakumbuki transmission. Saizi wanaambiwa uwanja unajengwa, wanakubali uwanja unajengwa kwa sababu hati washapewa. Umeona bwana, nao wamesema wametangaza tenda, lakini mwamba mtengeneza jezi kashashinda kwamba anaenda kujenga uwanja. Na sisi tunakaa na kusubiri, kwani uwanja utajengwa chini ya ardhi? Si uko juu ya ardhi tutaona. Basi tunasubiri tuone, sababu lile sio kabli. Uwanja utajengwa tutauona. Tutauona tu. Kwa binafsi hakuna kitu kitakachojificha. Lakini mimi najua tu kwamba hiyo ni mipango, kwa sababu anajua msimu ujao mtu tena kama kawaida anachukua tena fomu. Na zile fomu inawezekana akabaki mwenyewe, kukawa hakuna mshindani. Kwani umjui bwana, unataka mpaka kutajane majina? Simjui bwana. Nani? Watu wenye rais huko. Hao wenye rais. Fomu inaweza kawa moja tu. Hakuna fomu nyingine. Yani kunakuwa hakuna fomu nyingine, fomu moja tu. Nyinyi mtaambiwa chukueni fomu za Wajimbwe. Yes, kafanya vizuri yule, ikatuwakilisha. Kufanya vizuri sio shida. Yani muda ukifika, hata kama umefanya vizuri vipi, lazima pale mkashindanie ili uonyeshe kwamba wewe bado bora. Lazima fomu zitoke na watu wachukue mkashindane kwenye box ili ujulikane kwamba wewe ni kiongozi shupavu, ni kiongozi mwaminifu, umefanya kazi kwa bidii ndani ya klabu yako. Lakini mimi nakuhakikishia msimu ujao fomu itakuwa fomu moja tu. Fomu zitatoka fomu za Wajumbe tu. Lakini kwenye nafasi yake fomu moja. Sasa tayari uwanja huo kashaenda, wewe hujapita pale Jangwani sasa hivi. Bulldozer mimi nilisema pale mimi nataka nikachukue fomu, nitapeleka bulldozer pale itatibua. Kanisikia? Kapeleka yeye bulldozer pale. Tayari nishaweka level pale. Haujaona? Limekusanya kidogo pale matakataka yote nimepeleka kwenye mto kule. Ile mipango mkakati. Kwa hiyo naamini binafsi nyeendeleeni kusubiri La Liga, mchakato wenu ambao uko fast, lakini sisi jambo tayari tunasubiri kunywa mtoli sasa hizi. Kwa wale wenye kelele, Ziaka Kebei kwa ajili ya Mo ni mwanachama wa klabu ya Simba, ni mshabiki wa klabu ya Simba, lakini alikuwa anahitaji kuwekeza Simba. Sasa uwekezaji ni huo hapo. Tunahitaji sasa aende akaweke huo mzigo ndani ya Simba Sports. Yale maneno ya kusema mimi naendesha timu kwa hasara yasiwepo tena. Aendeshe timu kwa faida. Kwa sababu hasara, kwa sababu maneno tena sasa hivi itakuwa hakuna. Yale kusema mara kuna watu wananikwamisha, ipo siku nitawataja. Sasa hivi tena maneno sisi hatutaki. Weka mzigo mezani, Simba iendelee. Apate faida. Weka mzigo mezani, Simba iendelee. Habari ya kusema siku kuna watu wananifaisha tena itakuwa isiwepo sasa hivi. Mara kusema nimetumia kiasi fulani, mimi hata sijapata chochote. Hao maneno tena asiwepo sasa hivi. Jambo tayari washamaliza BMT. Hakuna maneno hapa. Hakuna maswali. Katiba hiyo washakabidhiwa viongozi wa klabu ya Simba, aje sasa hapa. Na wengine pia waje. Sio yeye, tunakaribisha, tushafungua milango. Hata upande wa pili pia. Hatutaki upande wa pili bwana. Upande wa pili kuna mwekezaji. Sasa upande wa pili kuna mwekezaji kwani kule? Si una gharibu kule. Nani? Wametajwa matajiri hapa, watajiri 10 Tanzania. Hata kwenye 10 bora yupo. Wewe unatupelekaje? Akija na mpunga. Muuza mboga bwana. Akija na mpunga wa kutosha. Mboga huyo. Nandi akija na mpunga. Huyo muuza mboga mwacha baki huko huko. Si mwekezaji, kuna dirisha la wawekezaji. Atawekeza huko. Alikochukua kazi ya kujenga uwanja huko ndo atawekeza. Sikachukua vilabu vyetu hapa ligi. Vilabu gani kawekeza? Sio kuwekeza kule kaeka vimvuli watu wapate matokeo. Sasa huko ndo kuna mtosha, sasa tuache na jambo letu. Sasa waje watu kutoka mbele huko, tushafungua milango. Watu watoke mbele huko tu. Ndani hapa hamna. Ndani hapa hamna. Waje mbele. Ndani akibaki huyu anatosha. Hapa walobaki wote watoke mbele huko. Watoke mbele waje waweke mzigo, maisha yaendelee. Na yeye akiona kukaa na wenzake hawezi kubanana kuwa mapacha, basi atajua yeye mwenyewe tena. Kama atabaki ama ataondoka. Yaani kupanga na kuchagua hiyo ni juu yake, sio sisi. Yeye atajua mwenyewe, sio sisi. Alichokuwa analuizia kishakamilika. Kwa huko upande wa pili watajuana wenyewe na sisi tutajua mipango yetu. Kwa hiyo wana Simba, naamini kile mlichokuwa na kihitaji kinaenda kutimia sasa. Shukrani. Asante sana.